Na unafundisha watoto wetu. Sawa mwalimu. Nilikwambiaje mwalimu? Uliniambia naomba ulete hela yako. Naona hela nyumbani kwako. Mimi nikwambia naona hela nyumbani kwako. Mimi niko hapa. Uko hapa. Alafu wewe unaendaje chumbani? Na kweli nyumbani kwako kuna hela. Kweli nyumbani kulikuwa na hela. Na nimekwambia naona hela nyumbani kwako. Naona nyumbani kwako. Mimi nimekwambia hapa. Ukaniambia naomba ulete niombee afu turudi nayo. Mimi nikwambia nenda kalete hiyo pesa, alafu niombee. Afu turudi nayo. Ni kweli nikaja hapa madhabahuni, ukaiombea pale madhabahuni, alafu ukanirudishia. Nikashika tu hapa. Nikaiombea. Ukaiombea. Nikaifufia nguvu ya Mungu. Nikarudisha kwenye mikono yako. Sijachukua hata. Nikarudisha kwako. Nini kimetokea? Ukaniambia ndani ya miezi mitatu utashangaa. Ndani ya miezi mitatu utashangaa. Ukashangaa nini? Na ni kweli nilikumbuka ndani ya miezi mitatu ile nilipata kama milioni 2. Hayo makofi ni ya kumpa Yesu kweli. Mama, ndani ya miezi nilikuambia kwanza, na ulikuwa na shida mingi. Nilikuwa na yani ukaniambia kwanza utoi fungu la 10. Nikamwambia utoi fungu la 10. Anza kutoa fungu la 10, alafu pia nilete hela. Uchumi wako hauko sawa. Uchumi wako uko sawa. Na ni kweli alikuwa hauko sawa. Hauko sawa kabisa. Uko vibaya. Uko vibaya. Ukishika pesa, yani nilikuwa sifanyi kitu chochote. Hata unipe sasa hivi 500 sitaelewa. Hata nikikupa 500 haifanyi kazi chochote. Umesikia? Nyota yako ikichukuliwa, hata nikikupa 50,000, chukua kafanye kazi. Baada ya muda, ngoja nikupe mfano. Wakichukuliwa maskini wote Tanzania hii na matajiri wote, wakanyang'anywa hela zote matajiri, tukagawiwa maskini wote wakagawiwa kwamba tuwe sawa. Yaani wote tukagawiwa. Na kuambia hivi, hata tukifanana wote, baada ya muda tajiri atabaki tajiri tu. Kwa nini? Utajiri sio fedha, utajiri uko hapa. Na maskini yeye utajiri wake uko hapa. Maskini wake uko wapi? Mandazi tu. Sema mandazi tu. Tajiri ana mbinu nyingi na neema yake inaonekana. Kwa tatizo sio fedha, tatizo sio mtaji, tatizo ni nyota. Nikakwambiaje? Ukaniambia tu ulivyoiombea tu ile hela, yani mambo yangu yaliinuka, nilipata hela milioni 2 kwa njia ambayo sikuitegemea. Haujategemea? Sikutegemea. Milango nimefungua. Yani imefungua. Kitu gani nimefanya? Ile hela ilipokuja niliachilia roho. Ile roho ikaambatana naye. Sasa kazi ya roho inang'arisha nyota. Nyota iking'aa inaita vitu. Hivi nasikika kweli mahali hapa jamani? Amina. Hivi nasikika hapa mahali hapa jamani? Amina. Ndani ya miezi mitatu. Milioni 2 double. Yani mama ukajaza kwenye pochi. Kabisa. Wangapi wanataka niwape nyota ya kufanikiwa mahali hapa? Nikupe nyota ya kufanikiwa. Kuna mtu anasema baba anadaiwa kodi ya nyumba. Sikiliza, wewe pokea anointed. Kuna milango itafunguka, kila mtu atakutafuta. Sema fire! Mama, miezi mitatu haikufika. Hela zikaja. Zikamenika kabisa. Na nilikuwa naiona nafanya kitu, nilikuwa sifanyi kitu kabisa. Lakini naona kila nitakayopata naifanyia kazi. Unafanya kazi. Kabisa. Huyo dada mnayemuona sasa hivi anang'aa. Alifika mahali anajificha. Alifika mahali anatamani kujua. Alifika mahali ni kukimbia nyumbani. Alifika mahali ndo haifai. Nasema uongo kweli? Kweli kabisa. Mambo yalikuwa magumu. Yani nilikuwa tukibaki kidogo tuachane mimi na mume wangu. Kidogo tu. Yani nilikuwa kila mtu apite hivi achukua msingi zake. Kabisa. Yani ilifika sehemu ambayo yani mimi ndio baba, mimi ndio mama. Yani mwanaume anafanya kazi lakini hatoi chochote. Ni wewe tu. Kila kitu ni mimi. Na mnavyopenda wanaume tutoe. Ndio wajibu wetu. Lakini nakumbuka nilipokuja hapa, yani sikukwambia chochote. Hujaniambia chochote. Ukaniambia tu mwalimu naenda kitandani kwako naona unalia. Mimi nimekwambia hivi naenda kitandani kwako. Hivi unajua naendaje roho. Na leo nitatembea kwenye vitanda vya watu mahali hapa. Na leo nitaenda kwenye nyumba za watu mahali hapa. Nitakwenda mpaka kwenye bomu uliopo mahali hapa. Kila aliyekuloga na mloga kwa jina la Yesu. Kila anayekutafuta na mdondosha kwa jina la Yesu. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Kila aliyechimbika kitu kwenye ardhi yako, nikiwa hapa atadondoka pa. Kila anayefuatilia uzao wako, nikiwa hapa nakutana nao, hawatafanikiwa. Amen. Guse mwenzako mwambie unaamini nguvu iliyoko hapa?
Unaamini mambo yatatokea? Mwanangu, nikakwambia nakwenda kitandani kwako, nakuona unalia, na kukuta unalia, na mimi sijawahi kufika kwako hata siku moja, na ulikuwa unijui hata, lakini nimekuja kwako kabisa, kwa roho kabisa, nikaenda kitandani kwako, nikakwambia aje, naona unalia, na kweli ulikuwa unalia kabisa. Nilikuwa ni machozi kwangu, yani mauzuni ni kitu cha kawaida, madeni, chakula pia ni shida. Yani mwanajeshi, naenda kwa rafiki yangu mmoja mwanajeshi. Ule mwanajeshi yuko shuleni. Unaenda kwake? Naenda, namuomba unisaidie hata watoto wangu wale. Unga. Kabisa. Na wewe ni mwalimu unafundisha. Kabisa. Lakini hata mshahara wako hamna. Yaani ulikuwa unaweka wapi? Yani hauoni kitu, yani ukipata unalipa madeni. Yani sijawahi kuona mshahara, nilikuwa sioni mshahara. Siyaoni mshahara. Na mwanaume ni askari anapata hela. Mama, unafanya kazi ya ualimu. Yani askari unapokea, na mume wako ni askari. Wewe unapokea hela? Napokea hela. Lakini haifanyi kazi. Akwambia sina hela, ikifika mwisho wa mwezi mshahara umetoka, nakwambia mimi sina hela, na kuangalia tu sina. Na wewe mshahara wako? Mimi pia sina. Madeni. Na unafanya kazi. Ikali hii. Wewe kuna hicho kitu? Na wewe huna. Nini kimetokea mama? Baada ya kuambia naona unalia, naona wewe ndio baba, ukaniambia na wewe ndio mama. Na ni kweli. Wewe nilikuwa ni baba na mama, ada za watoto nilipe, kila kitu ni mimi. Lakini nakwambia naomba, unataka mume wako arudi, nikakwambia ndio. Mimi nikwambia mume wako arudi? Nikakwambia naomba arudi. Na kweli baba, sijui nikwambie. Cheka basi. Yani madhabahu imenitendea jamani. Imekutendea? Yani imenitendea. Makofi sio makofi ya kumpa Mungu aliye hai. Hayo makofi sio ya kumpa Mungu aliye hai. Narudisha cha kwako kilicho cha thamani. Narudisha cha kwako kilicho cha thamani. Narudisha kibali chako na neema yako. Ninakurudishia, pokea in Jesus name. Yani imenitendea kiasi cha kwamba ninavyoongea mpaka muda huu, yule baba kila hela naimiliki mimi. Na amerudi. Yani kwanza analipa watoto ada wenyewe, analetea hela. Yani kila kitu anafanya. Baada ya kushika tu pesa zako nikakutamkia. Mimi ni mshahara wangu sasa hivi, una kazi ni wa kwangu mimi. Kila mwanamke pokea baraka hizo, pokea nyota hiyo. Amen. Kila mwanaume pokea nyota ya kuwa na pesa. Amina. Wacha nikwambie mama, wacha nikwambie ndugu unayenisikiliza hapa. Heshima ya mtu ni vitu vingapi? Sema namba moja. Sema Mungu. Sema basi, mwambie mwenzako namba moja ni Mungu. Usimwache Mungu hata kama unapita wapi. Usimwache Mungu hata kama unadaiwa. Usimwache Mungu hata kama vita imekuwa vikali. Namba moja ni kuwa na Mungu. Amen. Ni kuwa na Yesu. Kwa sababu atakufariji, atakutia moyo, atakupigania. Namba mbili, sema namba mbili. Kuwa na akili. Fanya basi, mwambie kuwa na akili. Acha akili ya mandazi. Unawaza tu kukaanga shwe. Akuwe na akili, fanya kuwe na akili. Namba tatu, sema namba 3. Sema namba 3. Kuwa na pochi. Fanya basi hivi. Sema pochi, hata kama hii siangalie sana bana. Sema pochi. Sema pochi. Ukishakuwa na marafiki watatu hawa, Yesu, akili, pochi, hata ndugu wakikutenga, wewe ni shujaa tu. Hata wakikuacha, wewe ni shujaa tu. Maana Mungu namba moja, akili nafanya kazi. Na ndio maana watu maskini kazi yao ni kufuatilia tu maisha ya watu. Ukikuta watu matajiri wafuatili mambo ya watu. Ukiona tu ufuatili mambo ya watu, wewe ni tajiri. Tajiri ajaye, uwaziwazi mambo ya mtu, uchunguzi mambo ya watu. Sikiliza, usichunguze mambo ya watu, utaumia. Hauwezi, utaumia. Achana mambo ya watu, fuata ya kwako. Tajiri hawazi mambo ya watu, anawaza mambo ya mafanikio yake. Anawaza namna gani atafanikiwa. Na kutamkia leo, ondoa mawazo kwa watu, waza namna ya kubarikiwa. Amina. Sema fire. Mama, unasema? Yani yule baba amekuwa paka unajiuliza, hii madhabahu siwezi kuisahau. Huwezi kuisahau. Yani unamwambiaje mtu aliyekata tamaa hapa? Kuna watu watatu wamekata tamaa hapa, ni wanapumulia kwenye mrija. Unamwambiaje? Yani hapa waamini. Waamini tu. Yani mchungaji Elisha sio kubabaisha. Sio mbabaishaji. Ukija kubabaisha utababaishwa kweli. Umesema? Yani sio mbabaishaji. Anakujibu hapo hapo. Yani hachukui muda. Yani wewe tu amini tu.
Mimi kama nimetendewa, wewe ni nani Mungu asikutendee? Jamani, mbada kapendeza. I am telling you. Alipokuja hata nywele unaona zimekaa, unga umekaa. Nakwambia ukweli. Sasa hivi anang'aa. Sasa nisipotee kwenye lengo. Nini nimerudisha? Nimerudisha neema yake. Niliporudisha neema yake ikang'aa. Ilipong'aa, mwanaume akamuona. Sio kwamba alikuwa sio mke mzuri, alikuwa mke mzuri. Lakini kipawa chako, nyota yako ikizimwa, mtu anakuangalia kooni. Anaona takataka. Unaenda kutafuta kazi, bosi ya kuoni. Unaenda kwenye mahali fulani, huonekani. Lakini unaonekana, lakini ni mwili unaenda. Lakini thamani yako haipo. Watu waliotakiwa kukutendea mema wakutendee. Angalia dada anasema, nyota yake imerudishwa. Nilipomwambia kuanzia leo. Hivi nilikwambia kuanzia leo mume wako namrudisha? Umesema kuanzia leo mume wako namrudisha. Namrudisha? Kabisa. Mimi? Kabisa. Hivi nimekuja kukaa nyumbani kwako? Hapana. Nimekuja kuzurisha ndoa yako? Hapana. Nimekuja kukaa chumbani kwako tukaongea na wewe? Kabisa. 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 Nimefanya kikao changu hapa. Leo nataka nikwambie ulikotoka kuna mambo yatafanyika. Ogopa nguvu inatumwa hapa, mambo yanafanyika kule nyumbani. Ogopa na ndio maana utaniona nyumbani kwa mtu nakuja kuzurura. Unioni? Mkigombana kwenye ndoa piganeni. Kwani shida nini? Piganeni. Kwani niliwaambia muame? Njoo madhabahuni tutengeneze. Ukija hapa mimi nakuombea hapa. Sema basi fire! Fire. Sema fire. Fire. Mimi kazi yangu hapa na kuombea. Mambo ya katiki. Narudisha nyota yako. Maana yani unaweza ukajitahidi kuwa msafi, mwanaume akamwambia miguu kama bata unanuka, au ukajitahidi mbele ya mke wako asikuone. Tatizo ni neema. Ni nyota. Nyota ikionekana, mwanaume atakimbia kwa kahaba. Atasema sinyati na sinyari. Mage, uko wapi? I love you my sweet. Unashangaa tu mwenyewe anarudi. Tatizo ni kipawa, ni neema, ni nyota irudishwe ndani yako. Na kwenye ibada ya leo itarudi kwa jina la Yesu. Na siku moja nilikopa hela mahali fulani kwa miaka fulani. Siku narudisha ile pesa, babangu akaniambia, kuna msa akaniambia, naomba ule mtu alikupa noti 10,000. Naomba vunja iwe buku au 1000. Nikamwambia kwa nini? Akasema no, kuna watu wana imani. Unaporudisha kama ulivyopewa, hata pokea atajua umeenda kufanyia kitu, unafanyaje? Unamrudishia. Sasa mtu anakuja na kukopa 500, anapeleka mahali, anaifanyia mambo, inaachiliwa na roho, inakuja kwako. Ikiingia mfukoni, haingii kama pesa, inaingia kama pepo. Ikichanganyikana na zingine, tayari inaambukiza. Chochote utakachofanya ni kudondoka tu. Umesikia mama alivyokuwa anasema? Anapokea mshahara kazini. Ni mwalimu. Nashangaza eti. Unafanya kazi yeye. Mwisho wa mwezi hamna kitu. Mwanaume anafanya kazi, mwisho wa mwezi hamna kitu. Ni watu wangapi wanatumika, unaona unafanya kazi, lakini ni wafanya kazi bure. Leo nakutoa. Sema fire.